Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Wengi tunafahamu mwanadada Wema Sepetu amekuwa ni dada ambaye anahangaika huku na kule kwa ajili tu ya kuweza kupata msaada kama anaweza kutibiwa au anaweza kupata chochote ili mradi tu mimba zake ziweze kufika miezi 9. Wema Sepetu amekuwa na tatizo kubwa sana la uzazi, yani amekuwa ni dada ambaye anatamani sana kuitwa mama, lakini pia anatamani kupakata mtoto wake, lakini hilo swala limekuwa likishindikana. Kila akijaribu bwana Wema Sepetu inamkatisha moyo kweli kweli. Tumeshuhudia mambo mengi sana ambayo Wema Sepetu ameweza kuyapitia katika swala zima la yeye kuweza kupata mtoto wake au kupakata mtoto wake. Limekuwa ni swala gumu sana kwa upande wake. Mimba zinashika vizuri, lakini baadaye zinatoka mimba hizo hazifiki miezi 9, zingine zinafika miezi 3, zingine zinafika miezi 4 zinatoka. Sasa hilo swala limeendelea sana kumuumiza mwanadada Wema Sepetu kwa sababu aliwahi kuanika kwenye mitandao ya kijamii kuwa sababu kubwa ambayo inamsababisha yeye anashindwa kutulia na wanaume, anakuwa na mwanaume huyu, wanaachana, anakuwa na mwanaume huyu. Sababu kubwa ni hiyo, kwa sababu unakuwa na mahusiano na mwanaume, anatamani sana na yeye aweze kupata mtoto na wewe, lakini inakuwa ni swala gumu kwa upande wake, na ndio maana amekuwa ni dada ambaye anatukanwa kwenye mitandao ya kijamii kuwa hatulii katika mahusiano. Lakini Wema Sepetu anakuambia hajapenda kwa yeye kushindwa kutulia katika mahusiano, lakini anashindwa kutimiza matakwa ya wale wanaume ambao anakuwa nao katika mahusiano. Mwanaume unakuta anataka mtoto, lakini yeye anashindwa kabisa kumpatia mtoto. Na kwa sasa hivi Wema Sepetu yupo na msanii Whozu na wamedumu kwa kweli kwa takriban miaka 3. Wema Sepetu na Whozu wamekuwa wana upendo wa hali ya juu, lakini pia watu wanampongeza sana Whozu kwa namna ambayo amempambania Wema Sepetu kwa kiasi kikubwa. Whozu amekuwa ni mwanaume wa pekee sana tangu mimba ya kwanza ambayo aliibeba ya Whozu. Bwana Whozu alikuwa akimpambania sana, alimtafutia daktari wa kuweza kumchukulia uangalizi pale nyumbani, lakini pia alimfanyia mambo mengi sana, lakini licha ya mambo yote hayo ile mimba iliweza kutoka. Sasa baadaye Wema Sepetu alibeba mimba nyingine ya Whozu mpaka kupelekea Whozu kuanza kujiproud na kuongea vizuri kwenye mitandao ya kijamii na kudai kuwa kwa sasa hivi anakwenda kuitwa baba, lakini pia atakuwa mwanaume wa kwanza kumzalisha mwanadada Wema Sepetu. Lakini baadaye ile mimba ilitoka na sababu kubwa walidai tu Wema Sepetu alipata stress, waligombana na mwenzake Whozu, baadaye ile mimba ikaweza kuharibika na kutoka. Sasa baada ya mambo yote hayo kutokea, Whozu na Wema Sepetu wamepitia mambo mengi sana katika swala zima la kutafuta mtoto. Sasa siku ya leo Wema Sepetu ameweza kufunga safari kwa ajili tu ya kuelekea huko nchini India, na alivyokuwa airport basi waandishi wa habari wakahitaji kujua mawili matatu kuhusiana na safari hiyo ambayo Wema Sepetu ameweza kuipanga au kwenda kwa ajili tu ya kupandikiza mtoto. Inasemekana Wema Sepetu anakwenda India kupandikiza mtoto, lakini pia anadai kuwa anamshukuru sana Whozu kwa kumuelewa kufanya kitu hicho. Na wengi tunafahamu kuna njia mbili za upandikizaji wa mtoto. Kuna mwanamke mwingine unakuta hana ule uwezo wa kubeba ujauzito, hivyo inachukuliwa mbegu za mwanaume pamoja na yai lake inapandikizwa na yule mwanamke anapandikiziwa ile mimba, baadaye anajifungua. Lakini kuna upandikizaji mwingine kama tatizo la Wema Sepetu, basi upandikizaji wake utakuwa unatafuta mtu ambaye ni wa pembeni, linachukuliwa yai la Wema Sepetu pamoja linachukuliwa na mbegu za Whozu, basi zinachanganywa pale. Wanasayansi wanajua zaidi hayo mambo, basi anapandikiziwa mwanamke mwingine, lakini mtoto anakuwa ni wa Whozu pamoja na Wema Sepetu, na anapotimiza miezi 9 basi yule mwanamke akijifungua analipwa chake, basi anamtoa mtoto kwa wazazi wake na anaendelea na mambo mengine. Sasa hatujajua ni upandikizaji upi ambao Wema Sepetu anakwenda kuufanya, lakini sisi tunafahamu Wema Sepetu ana uwezo wa kushika mimba vizuri, lakini mimba zake hazikai katika kizazi, yani zinatoka katika tumbo lake. Sasa upandikizaji ambao Wema Sepetu anakwenda kufanya huko India hatujafahamu ni upi. Anakwenda kupandikiziwa yeye mwenyewe au anakwenda kumpandikizia mtu mwingine aweze kujifungua na wamchukue mtoto wao. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.